Nyie waendesha pikipiki mnafumua ile nani mafra, mnapiga kelele, hamtaki kuvaa elementi, mnabeba mishkaki, alafu mnavunja hizo side mirrors zote mnazitoa. Kwa hiyo tukaona kwamba wananchi wa mkoa wa Katavi wamelalamika sana, alafu mnafunga taa zile taa zina mwanga mkali sana, yaani mwananchi mwingine anapishana na gari lake anamulikwa hadi anataka nini kupata ajali. Kwa hiyo kutokana na vurugu hiyo, kwa hiyo jeshi la polisi mkoa wa Katavi, kikosi cha trafiki cha mkoa wa Katavi pamoja na vikosi vingine, vikosi vyetu tupo navyo vingi hapa, vikosi CID, vikosi vya intelijensia, vikosi kauma, wote kwa pamoja tufanye kama joy kufanya misako. Kwa hiyo katika misako hiyo tumefanikisha, ndio pikipiki hizi zote tumekamata kwa wale watu ambao hawataki kutii sheria za usalama barabarani, hawataki kufata utaratibu na kanuni za sheria barabarani. Ndio maana tumeona hizo tumewakamata, na watu wenyewe tuliowakamata ndio nyie hapa. Kwa hiyo kamanda kama kamanda, natoa rai kwenu kuanzia sasa hivi, endapo mtakapolipia hizo faini zenu, tunataka mfate sheria za usalama barabarani kwa kutobeba mishkaki, hasa watu wa machimbo. Yaani tunasikitisha sana. Mimi mwenyewe nakutana nao watu 7, yani karibu wanadondoka. Yaani pale ukiguswa tu hivi kidogo tu, maisha yenu yanaenda. Bado watoto wadogo ndio tunawategemeeni nyie katika taifa hili. Hamna mwingine tunamtegemea zaidi yenu nyie vijana, nyie bado wadogo. Watu wazima washakuwa, wazazi wenu wapo wazima, wanataka kupata misaada kutoka kwenu. Kwa hiyo nyie sasa hivi tayari muwe mabalozi huko kwenu, kwamba sasa hivi jeshi la polisi mkoa wa Katavi tumeshaanza misako mikali na inaendelea sasa hivi. Wapo wengine huko, wapo mitaani wanakamata waendesha pikipiki ambao hawataki kutii sheria za usalama barabarani, tutaratibu na kanuni za sheria za usalama barabarani. Kwa hiyo nyie tunataka mbadilike na mwende mkawaambie kule, hatutafumbia macho. Kutokana nini mnakufa? Kila siku hapa tunasikia bodaboda amefariki, tunakaa bajaji amefariki, tunakaa madereva waendesha magari wanafariki. Kwa hiyo hii yote napenda nitoe rai kwa vyombo vyote wanavyoendesha vyombo vya moto wote, dereva wa gari, bajaji au bodaboda, wote tunataka kwamba mfate sheria na taratibu na kanuni za usalama barabarani. Hatutaki kufumbia macho, tunawapenda sana, ndio maana tunaamua tuwakamate ili tuwawajibishe. Mkitoka hapo mfanye kazi zenu vizuri. Hatutaki ajali. Katavi bila ajali tunaweza, na Katavi kuishi bila ajali tunaweza na nani? Na nyie hapo. Nyie hapa mkifuata sheria hizo, ajali Katavi zinakuwa hamna. Sisi ni marafiki, hatutaki ugomvi na nyie. Mimi naitwa Emili Mwanakulia. Mimi bana ni bodaboda. Napenda kuwasihi bodaboda wenzangu, hususani wale wanaobeba wa machimboni. Kwa kweli wanatuleteleza hizo tabia. Mkiwabeba abiria wana tabia za kukaa, wanapigisha makoleo kwenye barabara, unatuletea shida bodaboda. Jamani, bodaboda mnawabeba wale abiria, jamani, waambieni wawe wastaarabu, watulivu mpaka sehemu wanaofika, kwa sababu sasa hizi tuko kwenye hati mbaya. Ukishikwa unapigwa faini. Kumbe inatakiwa wewe abiria unaobeba unakuwa mpole mpaka sehemu unafika, ufanye kazi. Ukishafanya kazi basi maisha mengine yaendelee. Napenda kutoa rai kwa bodaboda wenzangu tunaoshiriki kwenye swala la vyombo vya usafirishaji. Natoa rai hii madereva wenzangu wa bodaboda ni kwamba inatakiwa tusome, tupate leseni, tujue nini maana ya sheria za usalama barabarani ili tuweze kwenda kwa sheria zilizopangwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.